mpira unaocheza Azam under 20 wale wa jana Azam B Simba hawezi. Mpira tunaocheza Yanga ndio maana mbingu na ardhi na Simba. Kwa hiyo hii nimeprove kabisa kauli ya Masaza kwamba mnyonge ambaye kwenye zile timu nne zilizobakia na Mapinduzi Cup alikuwa ni Kolo. Wamejipigia kama Singida mwenyewe alijipigia kule kwenye uwanja wa Tanzania Tukwara, Azam akajipigia kwa Mkapa, akajipigia juzi hapa. Mimi ndio nishapigia mpaka nimechoka. Yaani mpaka nishaona sasa huyu tena raha na karibu kuisha. Yaani huyu ni mchuchu wetu huyo. Sasa unaenda kumwambia nini Azam FC ambaye kachukua utamu wenu? Sasa Azam tulikuwa tunahasira naye kwa sababu amempetipeti na yetu mara ya kwanza. Kaona haitoshi, kaja kumpetipeti, yani kampiga home ndio wewe. Maana amempiga bara, amepigwa na visiwani. Sasa tunaenda kumfundisha kwamba mke wa mtu ni sumu. Hii tunawapa taarifa Ashimu Ubwe. Alikuwa ndio kinara wa hicho chama cha wagawa utamu. Hatujawa verify ili kuonyesha kwamba mke wa mtu ni sumu. Mwambieni Ubwe, mke wa mtu ni sumu, na tunaenda kumuonyesha kwa nini ni sumu huko Pemba. Na kule Pemba hatutaki shida. Ndio maana tumechuja makapi, tumeambia kaeni pembeni. Sisi tunatoka Unguja tunaenda Pemba. Sasa hii ni vita ya mumenyeza, unajua mumenyeza wewe. Sasa nani anachezwa? Nani anachezwa? Kwa mke au nani kwa nani atakuwa mtu halali wa Mai? Yes, kashagusa mara mbili, anaona kama Mai anaelekea kumzoea. Na mimi Mai si kashazoea sana. Sasa tunaenda kuangalia mara mbili na mara 6. Hizo ni mara 8 shehe. Yaani Mai kachezea mara 8 mfululizo. Hivyo gopi. Kwa hiyo ni discussion ya nini? Na mlamba utamu mpya. Bana, kiwango cha Yao Kwasi kurudi ndani ya kiwanja baada ya kupata majeraha kwa muda mrefu hapa karibuni msimu mzima, hii inarudisha furaha kiasi gani kwa kama mashabiki? Yes, tumefurahi kwa sababu ni mchezaji ambaye tulikuwa tunatamani kumuona anarejea uwanjani. Amekaa karibu miezi 8 bila kuingia kwenye uwanja wa mpira wa miguu kutumikia wananchi. Unapomwona anarejea unaenjoy. Kwenye mechi iliyopita alipata dakika kama 10-12. Unaona kabisa kweli kuna kitu Yanga alikuwa na kimisi kutoka kwenye upande wa pembeni kwa mtu kama Yao Kwasi. Leo ameaminiwa na mwalimu dakika chache, ameendelea kuonyesha ubora wake. Siku zinavyozidi kwenda anazidi kuimarika. Nadhani sasa ligi kirejea katikati hapa kwenye mwezi wa kwanza wa pili mwanzoni, tutaanza kumfaidi sasa Yao Kwasi ambaye tumemzoea. Yao Kwasi yule ambaye anamimina mitungi. Yao Kwasi yule ambaye hujui upoka vipi mpira kwa sababu miguu yake tu kwanza ilivyokaa ni ngumu kwa mtu kuja kumpoka mpira. Kwa hiyo tusubiri, anaendelea kuja. Mambo yakishaanza kufika kirudi kwenye mfumo wake, nadhani tutakuwa tumemaliza ile discussion ya kule pembeni kwa Yanga. Sasa ogopa huyu Yao Kwasi anayerudi sio Yao Kwasi mliomuona mara ya mwisho. Huyu ni Yao Kwasi ambapo haangaiki. Simeona usajili mpya. Sasa Yao Kwasi sasa hizi zile cross sasa hizi anazipiga nusu cross. Sasa na mtu Mganda fulani hivi unalistrike ile kutoka Angola wewe Yao Kwasi hujamwona leo afisa habari amekula jezi ya Viper. Na kialisia kabisa sisi tuna undugu fulani na Vipers. Yaani Vipers ni ndugu zetu. Leo umeona picha zimetrend mitandaoni na Engineer Hersi anapoelekea watu watatusia ligi. Profurahisha. Watu watatusia kwa sababu Engineer Hersi ndio ndoto ya timu nyingi kuwa na kiongozi kama Engineer Hersi. Watu walisema haiwezekani siku fulani kuja Yanga chuma kimetua Uganda. Sasa Uganda alikuwa ameenda kupata nini? Sijui. Kama alienda Uganda kwenye kampeni sijui. Kama alienda Uganda kwenye mimi sijui. Lakini kama Engineer umemuona Uganda, anything can happen. Sio tu Uganda. Afrika hii ni Engineer. Vipers ni mwanachama wa ICA. Yanga ni mwanachama wa ICA. Wydad Casablanca ni mwanachama wa ICA. Raja Casablanca ni mwanachama wa ICA. Wewe nani unataka kujiunga na ICA? Hii taarifa apelekeeni. Kama hawatajiunga na ICA wako mbali sana kuyapata mafanikio wanayoyataka. Just assume Singida Black Stars katikati wana Pipino, ukisogea hapa juu wana Gemeni, ukirudi chini wana kina Chuku, wakina Elvis Rupia, alafu sasa kuna viungo matapeli kweli kweli. Yaani ukimwangalia yeye Hassan Kante unaweza kusema vipi kiungo ni mzito, unaweza kusema ameweka mabomu kupiononi, kukimbia hawezi. Sasa yule Karabushe sijui ni nani, Chemwa. Sasa kuna wiki mbovu vile. Mimi nafuatilia championship ya Tanzania. Hana hata quality ya kucheza timu za championship. Sasa unajiuliza amepata wapi hii mamlaka ya kuanzishwa kwenye kosi cha kwanza cha Simba?
unabaki mwenyewe unacheka. Haya wachezaji wao ambao walikuwa wanawasifia sijui Kimpanzu sijui Jincha Zaua nao ndio wamepitia. Niwaambie ile timu imejaa overrated player. Ile timu imejaa overrated player. Wachezaji ni wa kawaida sana. Na Zimu ni kujualo alikula likakwisha. Yule kocha amekuja bonge tu, amekuja na mashavu yake tu, lakini siku zinazozidi kwenda nikimwangalia yule Steve Becker anazidi kupungua. Itakondesha makocha, itakondesha wachezaji. Budo umemwona sasa hivi amekuwa bingwa kule TikTok kuliko uwanjani. Sisi tunawaangalia tu. Kama ligi itarejea mapema, Simba anapoteza mechi 2 za ligi mfululizo. Shukrani sana.